C'est lui qui est assis qu'il se mette debout. Parce que quand je dois te dire de t'asseoir, tu vas commencer à frapper les mains. Utaanza kuchapa mikono. Huku nasema. Amen. Kenye wewe huku nasema ndio kenye itafanyika. Au sema amen nguvu. Sema amen vizuri sana. Kenye itatoka pa kinywani wako Mungu ataitimiza leo. Pale nikasema ukae, utaanza kuchapa mikono vizuri za nguvu sana. Na hiyo mikono huko na chapa inakuwa radi kwa kambi ya wadui yako. Leo kambi yao itawaka moto. Nasema itawaka moto. Mpaka watawachilia jamaa yako, watawachilia baraka zako. Nikisema vikae, huku napiga kelele, huku napiga mikono na huku nasema. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. La chanson que je viens de chanter, c'est à Lingala. Cela veut dire, on est en train de parler, Jésus-Christ est l'ami fidèle. Inamaanisha kusema Jesus Mungu ni rafiki mwema. Il n'y a pas un ami comme Jésus. Hakuna rafiki kama Jesus Christ. Il marche avec nous. Anatembea pamoja na sisi. Et il nous accompagne dans toutes nos actions. Na anatembea na sisi kila kazi yote. Et il est avec nous. Na yuko na sisi. Et au milieu de nous, il est là aussi. Na kati yetu yuko tena. Sa présence est là parmi nous. Uwapo wake, presence yake iko na sisi kati yetu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Nous sommes dans le livre qu'on a lu, dans le livre de Genèse. Tuko kwa kitabu ya Mwanzo. Genèse chapitre 15. 15. Genèse chapitre 15. Mwanzo 15. Nous allons commencer par le premier verset. Mstari wa kwanza. Alors nous pourrons lire ensemble. Tunazisoma pamoja. Kama kuna mtu anaweza nasoma. Read all of us. After, Bible says, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram, I am your shield. Your reward shall be very great. But Abram said, O Lord God, what will you give me? For I continue childless, and the heir of my house is Eleazar of Damascus. And Abram said, Behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be my heir. And behold, the word of the Lord came to him, This man shall not be your heir. Your very own son shall be your heir. And he brought him outside and said, Look toward heaven and number the stars, if you are able to number them. Then he said to him, So shall your offspring be. And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. Amen. On acclame le Seigneur. Ici, il y a l'histoire d'Abraham. Je vous ai dit, on va parler sur le prolongement de l'espoir. L'espoir n'est pas humain. Matumaini. Matumaini. Alléluia. 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 Amen. Abraham, la Bible nous présente Abraham comme le père de la foi. Biblia inatuonyesha Abraham kama father wa imani. Il est le père de la foi. Ni baba wa imani. Il a fait preuve
de la foi avec le Seigneur. Alionyesha imani na Mungu. Mais quelque part, il était un homme. Kando alikuwa mtu. Il réfléchissait comme un homme. Alikuwa anafikiria kama mtu. Alors la Bible dit, Dieu a apparu à Abraham. Sasa Biblia inasema Mungu anamwonekania Abraham. Et il lui dit ceci. Na anamwambia hivyo. Je suis ton bouclier. Mimi ndio bouclier wako. Kwa Kiingereza ni nini? Wa kusimamia. Ndio msimamizi wako. Et ta récompense serait très grande. Na malipo parce que Dieu est en train de lui dire. Na Abraham alikuwa anaona kile Mungu alikuwa anamwambia. Lui, il voyait son problème à lui. Yeye alikuwa anaona shida yake. Il dit mais qu'est-ce que tu vas encore me donner? Ati utanipea tena nini? Tu me laisses mourir sans enfant. Umeniacha nikufe bila mtoto. Alors lui, il voyait son problème. Yeye alikuwa anaona shida yake. Il voyait que j'ai la foi. Aliona que nina imani. Je cherche Dieu. Natafuta Mungu. Mais je n'ai pas d'enfant. Lakini sina mtoto. C'est comme ça avec beaucoup de gens. Ni hivyo na watu wengi. Peut-être que Dieu est en train de prier. Maybe huku naomba. Dieu est en train de jeûner. Huku na fast. Dieu est en train de donner des offrandes. Huku natoa sadaka. Mais tu as un problème dans ton cœur, dans ta famille, dans ta maison, que tu attends que Dieu puisse donner la solution, mais il n'y a pas la solution. Lakini una shida kwa familia yako, kwa kazi yako, na unasubiri Mungu akulete jibu. Mais tu ne vois pas la solution. Lakini haupate jibu. Peut-être tu commences à te décourager. Lakini kuna sometimes unaanza na kuchoka. Tu as quelque chose que tu attends que Dieu puisse exaucer. Una kitu ambacho unahitajika sana Mungu akujibue. Mais cela n'arrive pas. Lakini haifikii. Cela ne s'accomplisse pas. Haijikamilike. Cela, tu ne vois pas cela. Auone yote hiyo. Peut-être on avait parlé des choses sur toi. Kuna mtu maybe alisema something kwa maisha yako. Il y a des fois quand tu dors, tu rêves de grandes choses. Kuna muda ambao unalala bado unapata madream kama vitu nyingi. Mais cela ne t'arrive pas toujours. Lakini bado haifikii. Il y a des fois tu commences à réfléchir comme un homme. Sometimes unafikiria kama mtu. Tu commences à te décourager. Unaanza kuchoka. Mais Abraham aussi s'est découragé. Abraham pia alichoka. Il commençait à parler à Dieu comme un homme. Anaanza kumwongelesha Mungu kama mtu. Il dit mais tu me laisses mourir sans enfant. Umeniacha nikufe bila mtoto. Alors il n'a pas compris ce que Dieu voulait lui parler. Hakuelewa, hakutaka kuelewa kile Mungu anamtafuta kumfanyia. Et il n'a pas compris les pensées de Dieu sur lui. Hakuelewa mafikiri ya Mungu juu yake. Mes frères et sœurs, wandugu, il est très important que tu puisses comprendre les pensées de Dieu sur toi. Ni muhimu sana utaka kuelewa mafikiri ya Mungu juu ya maisha yako. Il y a beaucoup de gens qui échouent. Kuna watu wengi wanashinda parce qu'ils n'ont pas compris les pensées de Dieu pour leur vie. Ndio hajaelewa mawazo ya Mungu juu ya maisha yake. En dehors de ce que tu as besoin, kando ya zile ambazo unahitaji, en dehors de ce que tu demandes à Dieu, kando ya zile ambazo unamhitaji Mungu, Dieu aussi a un plan sur ta vie. Mungu pia ana mipango juu ya maisha yako. Il veut aussi que tu deviennes ce qu'il veut. Anataka ukuwe kile anataka. Il veut aussi que tu sois là où il veut que tu sois. Anataka ukuwe mahali ambapo yeye anataka Mungu ukuwe. Sema na ndugu wako, Mungu eko na kusubiri papa ali anataka wewe ufike. Mwambie. Sema amen ya mzuri sana. Sema amen tena ya mzuri sana. Mais je prie le Seigneur. Naomba Mungu aujourd'hui leo que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mapenzi ya Mungu ifanyike maisha yako. Unasema amen, ifanyike katika jina la Yesu. Mapenzi ya Mungu ifanyike katika familia yako. Unasema amen, apokee. Et non ta volonté. Hapana mapenzi yako. Et non la volonté de tes parents. Hapana mapenzi ya wazazi yako. Et non la volonté de tes chefs. Hapana mapenzi ya chifu yako. Mais que la volonté de Dieu, lakini mapenzi ya Mungu se réalise dans ta vie. Ifanyike maisha yako. Et non la volonté de sorcellerie de ta famille. Si mapenzi ya wachawi wa familia yako. Uchawi ya familia yako ifanyike. Narudilia, isifanyike. Kenye wao wanataka isifanyike. Amen. Lakini
mapenzi ya Mungu ndio itafanyika. Pokea mapenzi ya Mungu. Pokea mapenzi ya Mungu na kuingiza kwa mapenzi ya Mungu. Wewe unasema amen, inaingia. Unaingia kwa mapenzi ya Mungu. Hautafanya kile wewe unataka. Hautafanya kile wewe unataka. Utafanya kile Mungu. Alléluia. Moïse se croyait qu'il est prince en Égypte. Moïse alijiona kama yeye ni prince in Egypt. Mais Dieu ne lui voyait pas comme prince en Égypte. Mungu hakumuona kama prince in Egypt. Mais Dieu lui voyait comme libérateur des enfants d'Israël. Mungu alimuona kama mkombozi wa watoto wa Israeli. Ton entourage te voit autrement. Wote ambao wanakuzunguka wanakuona tofauti. Ces gens-là ne te connaissent pas. Wale watu hawakujui. Ils ne te connaissent pas. Hawakujui. Même ta maman ne te connaît pas. Pia mama yako hakujui. C'est Dieu qui te connaît. Mungu anakujua. C'est Dieu qui te connaît. Mungu ndiye anakujua. C'est Dieu qui te connaît. Mungu ndiye anakujua. C'est Dieu qui te connaît. Mungu ndiye anakujua. Il fallait que tu sois créé comme un chien. Ilibidi umbwe kama mbwa. Il fallait que tu sois même un chien. Ilibidi ukue kama mbwa. Il fallait que tu sois même un animal. Ukue kama nyama. Mais pourquoi Dieu t'a créé l'homme? Lakini kwa nini Mungu anafanya mtu? Pourquoi il t'a créé femme? Kwa nini anafanya mke? Pourquoi il t'a créé l'homme? Kwa nini anafanya mume? Dieu connaît ce que tu es. Mungu anajua kile uko. Il connaît ta valeur. Anajua mfano yako. Même ta famille ne le connaît pas. Hata familia yako haijui. Mais Dieu connaît ta valeur. Lakini Mungu anajua. Il sait pourquoi il t'a créé. Anajua kwa nini alikuumba. Mais je prie, Lakini naomba je déclare tena naitikia que tu puisses arriver là où Dieu veut que tu arrives. ufikie kule Mungu ambaye anataka ufikie. Alléluia. Ne te décourage pas. Usichoke. Parce que ce que tu demandes à Dieu, tu ne l'as pas encore vu. Juu hiyo yote ambayo naomba Mungu hautaona. Ne te décourage pas. Usichoke. Ce que tu as besoin, Kile unahitaji ça existe quelque part. kuna mali iko. Dis à ton voisin, Ambia neighbor ce wako. que je veux, ça existe déjà quelque part. Chochote ambacho unahitaji kiko mahali fulani. Mais tu le verras au nom de Jésus. Na utaiona in the name of Jesus. Nasema utaiona. Nasema utaiona. Hii mwaka kabla imalizike, utaigusa. Mwenye nasema mimi naipokea. Nasema mwezi huu hayatamaliza, utazigusa, utaziona, utaingia, utaigula. Mwenye nasema mimi napokea. Nasema hii mwaka haitamalizika hivyo. Haitamalizika hivyo. Nasema sana nabii wa Mungu. I declare, I prophesy. Hii mwaka itaisha. Utagusa. Utaingia. Katika Yesu. Amen. Kaa kwa kidogo. Et Abraham parle à Dieu. Na Abraham anaongea na Mungu Sans pour autant savoir ce que Dieu a planifié sur lui. bila kujua nini Mungu alimpangia. Laisse-moi te dire la vérité. Acha nikwambie ukweli. Ton présent n'est pas ton futur. Sahihi yako, presence yako si future yako. Ton présent Your present n'est pas ton futur. is not your future. Amen. Et je te dis, Na nakwambia la réalité ukweli n'est pas la vérité. si La réalité, c'est que les gens voient. Réalité. Maintenant. La réalité, c'est ce que nous touchons maintenant. C'est ce qu'on possède aujourd'hui. Mais la vérité, c'est plus fort que la réalité. Acha Mungu anisaidie. Sema tena amen vizuri. Reality ni kitu ambacho wewe unaona sasa hivi. Unakusa sasa hivi. Unaona hivi. Huyu ni msichana mwenyewe ana kitu. Ndio reality. Huyu ana kazi. Ndio reality. Huyu ataolewa. Ndio ataolewa. Ndio reality. Sasa verite, ukweli ndio kitu ambacho Mungu alishatayarisha kabla wewe ufike duniani. Sasa hiyo kitu
kuona kwa reality. Vile ilivyo. Kwa maisha ya sasa. Anasema kumeshia pale. Huyu hata ingiaka ndoa Haendi popote. hataenda huyu. Juu ndoa yako ya kwanza ishaharibika. Wanaangalia baba yako hajasoma. Wanakuangalia wanasema na wewe hautamaliza masomo. Hautasafiriaka, utakufia tu hapa. Wanaona reality. Reality sio ukweli. Ukweli ni promise. Na mimi nakwambia leo hautasikiwa kabla wewe haujaingia kwa promise yako. Wewe unasema mimi nakamilishwa hayo. Wewe unasema mimi naingia kwa promise yake. Ingia leo katika jina la Yesu. Yenye baba yako hajafanyaka wote asifanya. Inasema utaifanya. Pamali kamili yako hajafika, wewe utafanya nini? Utafika. 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 Utanyanga pale. Utaingia pale. Utagusa hiyo kitu. Na kuingia katika jina la Yesu. Hautakufa hivyo. Utatoboa. Kuna kitu ndani yako itapasuka. Utalipuka. Haleluya. Amen. Yebi samu utola pembeni nayo. Ambie jirani wako, Mwambie kulingana. mwambie kulingana. Sema vile niko nasema. Mwambie. Mwambie hivi naza oyo batu balobite. Umwambie naza oyo batu balobite. Inamaanisha hivi. Siko wenyewe watu wanasema. Siko Vile watu wanasema. Siko vile watu wanasema. Rudia. Umwambie naza oyo batu balobite. Siko kile watu wanaongea. Umwambie sasa kwa Kiswahili. Sikoyo lobane siko. Umwambie sasa tena. Umwambie sasa hivi. Naza oyo Nzambe alobi. Niko kile Mungu alisema. Naza oyo Nzambe alobi. Lobana lingala. Siko kuongea sa binadamu, hata kuongea hivyo. Kwa inaishia hapa. Ndio kwangu inaishia. Huko watu wengine walipata hela zamani ilishaisha. Na anasema sitakushaka tena hela zile nilikushaka. Ila ni mawazo yako. Sio mawazo ya Mungu. Biblia inasema hivi, utukufu ya pili itakuwa nguvu zaidi kushinda utukufu. Mimi nakwambia wewe utakufa hivi. Mimi nasema never, 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 never. Camion ya Coca-Cola. Lori ya Coca-Cola. Mutuka Coca-Cola. Mutuka, lori ya Coca-Cola. Gari ya Coca-Cola. Lori. Lori. Gari ya Coca-Cola. Inatoka kampuni. Iko naenda kusupply. Njiani gari inageuka. Inaanguka.
machupa zote zinapasuka. Sasa mimi nakuuliza swali, kampuni sasa ya Coca-Cola imefunga, gari imeanguka au itatumika? Nakwambia Kenya ulipoteza, Kenya ulipoteza. You are ready. Inarudi kwa wingi. Sema hivi inarudi. Simama kwa miguu yako na sema inarudi. Sema inarudi. Baraka yako inarudi. Ndoa yako inarudi. Siseme kesho. Inasema leo. Inarudi. Mume wako anarudi. Anarudi. Safari yako imerudia. Imerudia. Kazi yako imerudia. Imerudia. Kuinunulia yako inafanya nini? Imerudi. Hallelujah. Glory. Wale walikuwa kunaona huko ndogo hivi, hawatakuona tena hivyo. Watabadilisha misemo, watasema kwa lugha zingine, watasema Mungu ni mwema, lakini huyu eko na Mungu ya kweli. Ukisema mimi unapokea, ukisema mimi nafanyika. Glory. Sasa Abrahamu alienda mbali sana. Sikia sasa vile anasema, uliti yangu yote sasa vile wangu huyu. Huyu anasema ni wadadiwa, sasa ni wa maadili. Sasa nitaenda wapi? Mimi baba yangu alinitoa kwa kanisani. Asikujua kenye nitakuwa leo. Anasema siwezi kuwa na mtoto yuko na ubiri. Sema siwezi. Mtoto wangu anamuona yuko na ubiri. Julia alikuwa mfanyabiashara kubwa sana. Alijulikana. Sema mbele vizuri. Alikuwa na pesa yake. Sasa waone mtoto wake kuna Mungu anasema. Naona sasa anajishirika nini? Anamshusha. Ndio anasema uwe au mtoto wangu wewe umepotea. Mama yako alikulokota wewe. Ndio akanitupa nje. Mimi nakomea kanisani. Baba yangu ni Biblia. Amen. Haleluya. Amen. Sema amen vizuri. Mimi nakwambia ukweli, kama unatembea na Mungu, Mungu atakuheshimisha. Na mimi Mungu anaheshimisha. Niko natembea dunia uzima na Biblia tu. Mungu ananibariki na Biblia tu. Mungu ana change historia yangu na Biblia tu. Wa authority ya nchi yetu wanaheshimu na Biblia tu. Wanaingia kanisa kwenye niko naongoza na Biblia tu. Amen. Ukisema mbele Mungu akufanyishie hiyo. Amen. Futa misemo vibaya juu ya familia yako. Usisemake vibaya au jui kenye Mungu atafanya mbele yako. Na inapata kuheshimu kila mtu weko pembeni yako. Umheshimu au jui. Nisiseme au niseme? Sema. Niseme au nisiseme? Sema. Ningie au nisingie? Nipasue au nisipasue? Amen. Interprète très bien ce que je vais dire. Yes. Ça c'est la révélation. Ni ufunuo. Si
le nom de Potiphar était écrit dans la Bible, c'est parce qu'il avait acheté Joseph. Kama jina ya Potiphar iliandikwa kwa Bible because alikuwa na Yusufu. Alinunua Yusufu. Si il n'avait pas acheté Joseph, son nom n'allait pas être écrit dans la Bible. Hangenunua Joseph, Yusufu, jina yake angekuwa ni Bible. Écoute, sikia, tous ces gens qui te négligent aujourd'hui, watu wote ambao wanakudharau leo, tous ces gens qui te négligent aujourd'hui, wote wanakudharau leo, ils ont raté que leur nom soit écrit sur la palmarès de la gloire. Walikosa ati jina yao liandika kwa kitabu cha uzima. Kwa kitabu ya utukufu yako ya mbele. Kitabu ya gloire yako ya mbele. Glory, glory. Gloire. La gloire. Parce que il y a kuna glory ingine Mungu anatayarisha mbele yako. Kuna utukufu ingine Mungu anatayarisha kule mbele yako. Kuna watu inapasha waingie kwa maisha yako ili wapate baraka yako ya kesho. Kama hawaingie leo, hawatapata tena nafasi ya kuingia kesho. Acha kusema vibaya. Hata uwe peke yako, sema vizuri. Hata uwe na kifo hivi, sema si hivyo, nasema mimi nataka anguka, sema sitaanguka. Écoute-moi très bien. Ce qui crée la différence entre l'homme et Dieu, ce n'est pas seulement sa puissance. Kinafanya tofauti ya Mungu na mtu si power yake. Ce n'est pas seulement sa puissance. Si power yake. Aiko tu, utukufu yake. Mais c'est aussi la parole. Ni sauti. Ni neno. L'homme n'est pas réaliste. Mtu afanyake kenye anasema. Mungu aendake ya kimsemo yake. Mais Mungu anatembea nyuma ya sauti yake. Mungu ndio nyuma ya sauti yake. Inatendeka, kila anasema inatendeka. C'est ce qui crée la différence entre l'homme et Dieu. Dieu inaleta tofauti Mungu na mtu. L'homme n'honore pas, ne respecte pas sa parole. Mungu aheshimu sauti yake. Mtu aheshimu sauti yake. Il peut parler aujourd'hui. Anaongea leo, demain il change. Kesho anachange, anabadilisha. Mais Dieu, lakini Mungu akiongea, il confirme sa parole. Na inafanyika sauti yake. Anaheshimu neno lake. Il a créé le monde par la parole. Aliumba dunia kwa sauti. Kwa neno. Alléluia. Sema amen vizuri. Sasa Mungu anakatalia Abraham, anasema hapana, sio yeye ndio atarithi. Ni mwenye atatoka kulie tumbo yako. Ndio atakuwa nani? Mungu anaifase kenye Abraham alisema, anaondoa. Kuondoa. Anaondoa misemo ya nani? Ya Abraham. Leo mimi nasimama sana nabii wa Mungu. Mungu amenituma hapa nikwambie, nikueleze kenye chote ilitoka kumisemo ya wazazi yako ilikuwa vibaya sana mbele yako. Mimi naiondoka katika jina la Yesu. Mwenye anasema amen anakuwa huru. Nasema hivi, chote walisema hautaendelea mbele, hautapandaka, hata watoto wako watakuwa hivyo tu, watakuwa hivyo tu. Mimi naondoa hiyo misemo. Iondoke katika jina la Yesu. Iondoke katika jina la Yesu. Iondoke katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Sema tena, naza oyo batu balobite. Sema hivi. Naza oyo Nzambe alobi. Siko kile watu wanasema. Sema nguvu. Siko kile watu wanasema. Niko kile Mungu anasema. Niko kile Mungu anasema.
Abraham aliwazia, alifikiria atakufa bila mtoto. Mungu iko natayarisha Isaac. Yana fikiri kingine na Mungu iko na wazia. I'm confused. Wewe utakuwa tajiri wewe. Amen. Au sema amen. Mimi nishasikia mtu anakuwa mlozi tu, alikula kalanga. Alikula bread. Anakuwa mlozi. Yuba alipea mlozi kwa njia ya nini? Si ndio? Sasa mimi niko nakupatia Mungu kwa masemo. Pokea hiyo katika jina la Yesu. Hii ndio mlozi ya kweli. Ndio uchawi, ndio uchawi ya kweli. Juu watu ukienda mbele sana zaidi watu wanasema huyu ni mchawi. Tunaona huyu sio kweli. Sasa Mungu haisi nua mtu. Anaweza. Utukufu wa Mungu unapeana na uchawi. Mungu haisi nua. Mungu donc Dieu peut élever. Mungu anainua. Dieu élève. Mungu anainua. Moi je vis la gloire de Dieu dans ma vie. Yeye aliona utukufu wa Mungu kwa maisha yake. Na baadaye kulala ni toko. Alikuwa analala chini. Je prêche, tout le monde me critique. Na ana prêche, watu wote wanamuongelea. Mtukana. Qu'est-ce qu'il fait ça? Ça c'est quoi ça? Anafanya vitu kama hizo. Mais aujourd'hui, lakini leo tout le monde témoigne, non, on connaît cet homme. Watu wote wanaleta testimony ya huyu mtu. Mon nom est connu à Kinshasa. Jina yake imejulikana Kongo nzima. Parce que je vais marcher avec Dieu. Njoo anapenda kutembea na Mungu. J'avais marché avec Dieu. Alitembea na Mungu. Et jusqu'aujourd'hui, na mpaka leo je marche avec lui. Bado anatembea naye. Prolonge ton espoir. Refusha historia yako. Refusha tumaini. Refusha tumaini yako. Usiangalie leo. Kesho yako iko kubwa sana kupita leo yako. Mimi nakwambia kenye Mungu atakufanyia kesho. Hata baba yako hajafanya hivyo. Yes. Ukisema amen unapokea. Amen. Usiangalie leo yako tu. Angalia kesho yako. Ficha yako. Iko kubwa sana. Amen. Leo taombea onyo yako. Maonyo yako njoo taombea leo. Uingie, ifanyike, itimilike katika jina la Yesu. Amen. Je vais clôturer. Maintenant, pour la concrétisation de la promesse, lakini njoo kamilifu ya maono, Dieu envoie 3 inconnus. Mungu anatuma watu ambao hawajulikani pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. njoo kwenda kubomoa Sodoma na Gomora. Mais Dieu ne parle pas avec Abraham. Lakini Mungu hakuongea na Abraham. Il n'a pas même parlé avec ses 3 anges. Hakuongea na wale ba angel. Il les a juste envoyés. Aliwatuma tu. Mais en cours de route, lakini njoo barabara, Abraham les a aperçus de loin. Abraham aliwaona kwa mbali. Et il a dit non, ce ne sont pas comme tous les autres. Na akasema hawa ni tofauti na watu wengine. Ambia jirani yako hapana kwa kuona sawa watu wote. Sema mimi mzuri. Amen. Abraham n'a pas fait comme tout le monde. Abraham hakuona kama watu wote. Il a dit non, ce ne sont pas comme tous les autres. Amesema pana, si kama watu wote hawa. Courir vers ces 3 hommes. Anawasongea. Or ces 3 hommes, ils avaient l'accomplissement de la promesse d'Abraham. Na wale watu watatu walikuwa na ukamilifu ama accomplishment ya promesse ya Mungu. Promesse ya Abraham. Qui a dit amen très fort. Semeni amen kwa nguvu. Et maintenant il les a approchés. Tena akawasongea.
Il dit non, vous n'allez pas passer ici chez moi. Anasema hapana, mtapita kwangu hivyo. Ils sont venus. Wanakuja. Les ont donné à manger. Anawapea chakula. Après avoir terminé à manger, After kumaliza kukula, l'un parmi les trois, mmoja kati ya wale watatu, il prenait maintenant la parole. akachukua kwa kwanza kuongea. L'année prochaine, Mwaka ijayo, dans cette même époque, kwa hii muda hii the same muda, Sarah aura un fils. Sarah atazaa. Aujourd'hui, Leo je ne suis pas venu te donner la promesse. sikukuja kukupea accomplishment ya ndoto yako. Je ne suis pas venu te donner la promesse. Sikukuwa kukupromise. Hein? Mais je suis venu pour accomplir la promesse qui existe en toi. Lakini nakuja njoo kuaccomplish promise ilikuwa ndani yako. Unaelewa sasa? Mungu amenituma juu ya accomplishment. Amen. Ukamilisho. Ile promise ilikuwa ndani mwako. Ingie kwenye kazi. Ukisema mimi nimeingia. Maono yako itatimilika katika jina la Yesu. C'est toi, c'est connu, ont accompli la parole de Dieu. Hawa watu watatu walikamilisha maoni ya Mungu. Ils ont dit l'année prochaine, Walisema mwaka ijayo ta femme aura un fils. bibi yako atakuwa na kijana. Quand vous lisez Genèse chapitre 21, Mwanzo 21 la Bible dit ceci. Biblia inasema hivyo. Vous pouvez lire ça. Unaweza naweka Genèse chapitre 21. Mwanzo 21 Genèse chapitre 21 verset 1. 21 first verse. Je clôture par là. Tufunguzia tu close hapo. One. Voilà. Vous pouvez lire. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did for Sarah as he had spoken. 2. For Sarah conceived and bore Abraham in his old age, at the same time of which God had spoken to him. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Mungu anakumbuka yeyote ambaye aliongea na Sara. Acha Mungu akukumbuke leo. Ukisema mimi Mungu akukumbuke. Mungu akumbuke watoto wako. Mungu akumbuke chama yako. Mungu akumbuke kazi yako. Mungu akumbuke huduma yako. Mungu akumbuke chachi yako. Mungu alikumbuka Sara. Mungu akikukumbuka mambo inabadilika. Hautabakia hivyo. Amina. Mungu alikumbuka Sara. Sara alikuwa hivi. Pale Mungu anamkumbuka anakuwa hivi. Ulikuwa hauna na gari. Mungu alimkumbuka utakuwa hivi. Sema mimi vizuri. Acha Mungu akukumbuke leo. Nasema acha Mungu akukumbuke leo. Mungu kama sipokukumbuka, utakuwa tu huko na lipia nyumba. Oh, mimi nalipaka nyumba hapa sehemu fulani. Mungu akikukumbuka, unakuwa mwenye nini? Unaweza sasa kusimama hivi unabambia, wewe utatoka kwangu. Acha Mungu akukumbuke wewe. Mungu akukumbuke. Mungu akukumbuke. Mungu akukumbuke. Asema Mungu akukumbuke. Mungu akukumbuke. Mungu akikukumbuka maisha yanabadilika. Misemo ya watu itabadilika. Hata kutembea yako itabadilika. Amen. Kama Mungu anawakumbuka, hata hii chechi hii Mungu naona itavunjika, itabomoka, itajenga kubwa sana.
Acha Mungu awakumbuke. Sara anakuwa hivi. Sara amenona tumbo mlima. Sema amen vizuri. Et ça c'est pas fini par là. Hakumaliziki hapo. L'Éternel Mungu anakumbuka Sara, Mungu kisha anatimiza yenye alimwambia. Kama Mungu anakukumbuka inapaswa timize. Leo Sunday ya leo ni Sunday ya matimizo. Au sema amen vizuri sana. Pale Mungu anakukumbuka leo atatimiza ahadi yake. Atatimiza leo, atatimiza. Kenya alikwambia ataitimiza. Kenya alikwambia ataitimiza. 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 Juu ya kupanda yako ataitimiza. Juu ya kazi yako ataitimiza. Sara anakuwa na nini? Tumbo. Sema tumbo. Watasema wewe unakuwa na kazi. Wanasema wewe hauishi tena Kenya. Unakuwa unaishi Marekani. Hawatasema tena wewe uko nani Shobele au mtu ana kazi. Watasema huko na kazi. Ule utakuta ule. Hapana, acha kuwa ministre. Acha kuwa ministre. Minister. Ule ana tena kule. Acha toka. Acha kuwa anatembea na Uhuru Kenyatta. Hebu naye hivi karibu. Kama nasema nini pokea. Pokea. Alikuwa na uchuruzi ndogo hivi. Hapana, ana tena kule. Atafungua kompani yake. Acha menepesha kazi yake. Alikuwa na duka moja. Hapana, ana tena duka moja. Acha panua. Inakuwa supermarket. Inakuwa supermarket. Ukisema meme. Famali walikuchua. Hawatakuchua tena pale. Wanajiuliza ni huyu si yeye. Acha niangalie vizuri. Anaosha na kuhusu. Ni yeye. Baba yangu mzazi anapokea Yesu kupitia mimi. Amen. Baba niona mtoto yake. Watu wanaingia kanisani hivi. Wagonjwa wanapona. Amen. Wale wako na shida HIV. Wanapona. Les aveugles voient. Vipofu wanaona. Les paralytiques marchent. Walema wanatembea. Naambia baba yangu, ule mtoto wako anafuatilie zunguka huyo. Mungu alipiga baba yangu. Alichapwa. Alienda Ulaya. Ametravel Ulaya. Akifika Ulaya anapanda asase. Unajua asase? Escalator. Anaanguka. Sasa hii mguu hii inavunjika. Inavimba hivi. Inafura. Sasa daktari yake wanakuja, anarudia Kinshasa. Anakuwa analala hivi asitembee. Wanamwambia enda South Africa. Huko specialist doctor. Wako pale watakutunza. Anafika kule wanamtunza hakuna. Sasa pale alikuwa anaandika jina yake. Mwenye alikuwa daktari yake sasa kule South Africa. Alifanya 14 ans de mariage, hakuna mtoto. Ule daktari wake alikuwa anamtibu, alifanya 14 years bila mtoto. Mimi ndio nilimwombeaka na mke wake walipata watoto. Watoto wanne. Sasa wale daktari anaangalia, anapa. Sione vizuri. Unajua profeti ya pale. Baba anafanya. Daktari anamwambia, unafanya hivi juu ya nini? Ndio mama yangu sasa anamwambia nini mtoto wetu? Ndio daktari anamwambia, mimi sikuwa nazala.
Mtoto wenu ndio aliniombea. Mungu nafanya nini hapa? Murudi mwende muone mtoto wenu. Haleluya. Amen. Baba anasema na mamangu to change doctor, to change. Atiusi doctor, kumulozi kukichawi ya mtoto yako yule. Anaingia kukichawi yake. Anarudia kwa. Anarudia. Sasa mimi nilikuwa kwa maombi, Mungu ameniambia toka wende. Depuis nilitoka kwetu sijarudi hapa. Ile siku ndio ninarudi. Mimi narudi sasa na utukufu ya Mungu. Utukufu kubwa tele. Mimi naingia, mama wangu ananipokea kunalia na machozi. Anasema utaingia, baba yako anashirika mtaomombea by force. Mimi naingia hivi, mimi namwangalia analala tu hivi. Ananiangalia asiseme kitu. Mimi namsogelea. Mimi namgusa sasa kwa miguu. Mimi naanza maombi. Pia. Anapata usingizi. Analala. Mimi naondoka. Naambia mama, mumwache alale hivi. Ataramuka yeye peke yake. Mimi naenda. Mama ananipigia simu. Huyu babako anakufa au analala? Asiamuke huyu. Mimi namwambia umwache vile. Mungu anafanya kazi. Acha Mungu afanye kazi juu ya maisha yako leo. Hata usema mbele Mungu atatenda. Haleluya. Sasa baba wangu akashutuka saa weko na mfuata. Kuza. Pale anasimama hivi, ndio kusimama yake. Ndio kutembea yake. Ndio kupona yote. Ndio anaambia mama, ita mtoto wako huyu. Nataka nimuone sasa. Huyu nini mama na watu wengine pale wanaanza lia machozi. Ananiita, mimi nilikuwa kazi. Nawaambia sina na muda hapa sasa. Takuja baadaye. Wanaanza kunililia. Utusamee. Uko tu mtoto wetu. Kuja. Baba anaanza kuita baba. Baba, unisamee. Haleluya. Watabadilisha misemo. Nakwambia na kulapia katika jina la Yesu. Walikusahau. Nakwambia watachange misemo. Kutembea. Ninaanza kutembea sasa polepole. Ndio mimi naona baba yangu anasimama. Nasema wewe unakuwa baba yangu kwa kiroho. Amen. Paka pale mimi nenda naye maji. Mimi ndio ninabatiza baba yangu. Anaoga maji. Anamzaa. Yeye ananizaa kwa kimwili. Mimi sasa mimi namzaa kwa kiroho.